Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tunakwenda kujifunza ujumbe unaosema kwamba ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu. Ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu. Tunaposoma kwenye Mathayo 10:16 mpaka 20. Andiko nasema ile Mathayo 10:16, angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka. 17 asema jihadharini na wanadamu, jihadharini na wanadamu. Ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu, kondoo na mbwa mwitu. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu. Yesu aliwapa tahadhari wanafunzi wake kwamba ninawatuma kwenda kuhubiri habari Injili. Ninawatuma kwenda kuhubiri habari njema. Lakini ninawatuma huko ninakowatuma kuna mchanganyiko wa kondoo na mbwa mwitu. Kuna watu ambao wanakuja, kuna watu ambao unaweza kaona kama ni wazuri kwa jinsi ya kibinadamu, lakini ndani ni mbwa mwitu. Ndani ni watu ambao wamekusudia kukuangamiza. Si watu wote ambao wanakuchekea ni marafiki. Si watu wote ambao wanakuchekea wanakupenda. Kuna watu ambao ni mbwa mwitu. Wanapanga mipango ya kukuangamiza usiku na mchana. Na ndio maana tunahitaji karama ya kupambanua roho. Tunahitaji karama ya kupambanua roho ili tutambue yupi ni mtu sahihi wa kuwa jirani naye na yupi wa kujitenga naye. Usiishi katika ulimwengu ukafikiri kwamba watu wote wana moyo kama wa kwako. Usiishi kama vile watu wote wako sawa na wewe. Kuna watu ambao wanakuja kwako kama ni watu ambao ni wazuri, kama ni watu wenye mapenzi mema na wewe, lakini kumbe wanakusudia mabaya juu yako. Watu wengi wameuawa hata kabla ya wakati wao na watu ambao walikuwa wanaonekana kwa jinsi ya kibinadamu kwamba ni wazuri, lakini kumbe ndani yao walikuwa wamekusudia kuangamiza. Angalia jinsi Yoabu, Abneri alivyouawa na Yoabu. Abneri alivyouawa, aliitwa na Yoabu kama kwa uzuri, lakini kumbe alikuwa amepanga kumuua. Alikuwa amepanga kumuua. Kwa sababu huwezi, mara nyingi inawezekana usiweze kumfahamu kila mtu. Unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie kutambua yupi mtu sahihi wa kuwa jirani naye na yupi wa kujitenga naye. Kwa sababu kuna watu ambao ni mbwa mwitu, watakuja jirani na wewe kwa lengo la kukuangamiza. Dunia hii imejaa watu wazuri na watu wabaya. Imejaa kondoo na mbwa mwitu. Kwa lazima kuwa makini. Lazima kuwa makini. Usifikiri watu wote ni wema kama wewe ulivyo mwema. Usifikiri watu wote ni wazuri kama wewe ulivyo mzuri. Kuna watu ambao mchana ni marafiki zako, lakini usiku ni wachawi wakubwa. Ni wachawi wakubwa. Ndio wanaopanga mipango usiku na mchana kutaka kuangamiza. Tunahitaji Roho Mtakatifu atusaidie. Tunahitaji Mungu atusaidie ili atupe macho ya rohoni, atupe karama ya kutambua, ya utambuzi, ili tuweze kujua yupi sahihi na yupi sio sahihi. Yupi sahihi na yupi sio sahihi. Kati ya watu ambao Yesu alikuwa anahubiria, maandiko yanasema kwamba pamoja na kwamba watu wengi waliambatana na Yesu, lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa sababu alikuwa anajua ndani ya mioyo yao. Alikuwa anamjua kila mtu. Hakujiaminisha kwao. Kwa alikuwa na tahadhari. Sasa kama Yesu alikuwa na tahadhari, wewe ni nani hata usiwe na tahadhari? Ni nani hata usiwe na tahadhari? Kwa ni vyema wakati mwingine kumwomba Mungu akusaidie, akuokoe na watu wabaya, akuokoe na watu ambao wanakuja kama kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Akuokoe na watu ambao wanakuja kwa sura ya uzuri, lakini ndani yake wamekusudia maangamizi, wamekusudia mabaya juu yako. Ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu. Na kwa bahati mbaya,
Wanaokuchukia mara nyingi ni wengi zaidi kuliko wanaokupenda. Kuna watu unacheka nao, lakini ndani wanatamani ufe hata leo tu. Ni maombi yao ni kwamba utokewe na majanga tu, yani usiwe na amani, usifanikiwe. Ndio maombi yao. Ulimwengu umejaa kondoo na mbwa mwitu. Kwa ni vema kuwa na tahadhari, ni vema kuwa makini, Roho Mtakatifu akusaidie kutambua yupi anakuja kwako na nia nzuri na yupi anakuja kwako kwa nia mbaya. Tunahitaji macho ya rohoni, tunahitaji roho ya utambuzi, tunahitaji karama ya kupambanua roho. Si kila mtu anayekuwa jirani na wewe ni mzuri. Yesu akamwambia wanafunzi, angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Sasa ni jukumu lako kumwomba Mungu akusaidie kujua yupi ni kondoo na yupi ni mbwa mwitu. Mungu ndiye anayejua, Roho Mtakatifu ndiye anayejua. Kwa ni vema kumwomba Roho Mtakatifu kujua ni mtu yupi wa kuambatana naye, yupi ni kondoo na yupi ni mbwa mwitu, yupi ambaye ananikaribia kwa lengo la kuniangamiza na yupi ambaye ananikaribia kwa nia nzuri. Na Roho Mtakatifu atusaidie katika hili. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Na Roho Mtakatifu aachilie karama ya kupambanua roho ndani yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuepushe na watu ambao wanakuja kama kondoo lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Roho Mtakatifu akuongoze, akuunganishe na marafiki sahihi, akuunganishe na watu sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau subscribe, lakini pia unaweza share, unaweza subscribe. Mungu akubariki katika jina la Yesu.